بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. mwenye kumweka mtu vyovyote alivyo, fawala akapenda watu wengine kwa sababu yake, waada akawafanyia uadui wengine kwa sababu yake, ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'li, kwa sababu ya kumwafiki mtu huyo katika maneno na vitendo, fahuwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, yeye ni katika wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi. Jana tulielezea masala ya taassub lirajul au taassub lishakhsi au taassub lisheikh, kuacha haki na kuwa na upendeleo wa shekhe au kuwa upendeleo wa mtu fulani. Hasa anasema waman nasaba shakhsan kaina man kan, anayemweka mtu vyovyote alivyo mtu huyo, fawala akapenda watu wengine na kuwafanyia muwala, waada akawafanyia uadui watu wengine, ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'li, kwa sababu ya kumwafiki mtu huyo katika maneno yake na vitendo vyake, fahuwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, yeye ni katika wale waliofarikisha dini yao wakawa ni makundi makundi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhu ila Allah thumma yunabbi'ukum bima kanu ya'malun. Kwa hiyo huyu naye alifarikisha watu kwa sababu ya huyo ya kufanya taasub na huyo shekhe wake, au kufanya taasub na huyo anayempenda akawacha haki, huyu anahesabiwa ni katika wale waliofarikisha dini yao. Wa idha tafaqaha ar-rajul wa ta'addaba bi tariqati qaumin min al-mu'minin, akisoma mtu, akisoma ilmu ya fiqhi mtu, wa ta'addaba bi tariqati qaumin min al-mu'minin, akajifundisha adabu kwa kupitia njia ya watu katika Waislamu, mithla atba'il a'imma wal mashayikh, mfano wa wafuasi wa maimamu hawa na mashekhe, falaysa lahu an yaj'ala qudwatahu wa ashabahu humul mi'yar, haifai kwake kujalia huyo kiongozi wake na wafuasi wake ndiyo kipimo. Fayuwali man wafaqahum, anawapenda wale wenye kuwafiki hao wafuasi wake, wayuadi man khalafahum, anawafanyia uadui na kuwachukia wenye kuwakhalifu hao. Fayambaghi lilinsan an yuawida nafsahu at-tafaqquha al-batina fi qalbihi wal amala bihi, inatakikana kwa mtu aipe mazoezi nafsi yake kujua ndani yake, yani ajifundishe albatin fi qalbihi, yaliyo ndani katika moyo wake, wala amala bihi, na kuyatumia. Fahadha zajir, hili lenye kukemea mambo hayo. Jambo hili linakemea mambo hayo ya taasub, ya kupenda watu kwa sababu wanafuata wale mashekhe wako, kwa sababu wanafuata wale wafuasi wako. Kwa hiyo hiyo sio kipimo cha haki, hiyo sio kipimo cha haki. Fayuwali man wafaqahum wa yuadi man khalafahum, inatakikana aipe mazoezi nafsi yake at-tafaqquha al-batina fi qalbihi, ujuzi wa ndani katika moyo wake,
wal amala bihi, na utekelezaji, fahadha zajir, hili linakemea jambo hilo la taassub. Wa kamainul qulubi tadhharu inda almihan, vitu vinavyojificha katika nyoyo vinadhihiri wakati wa mitihani. Wa kamainul qulubi tadhharu inda almihan, vitu vinavyojificha katika nyoyo hudhihiri wakati wa mitihani. Wakati wa mitihani vile ulivyovificha taasubu iliyojificha inadhihiri, unadhihirisha wazi kwamba wewe una taasub na shekhe wako. Walaysa li ahadin an yad'u ila maqalatin au ya'taqidaha likauniha qawla ashabihi wala yunajiz 'alayha bal li ajli annaha mimma amara Allah bihi wa rasuluhu au akhbara Allah bihi wa rasuluhu likauni dhalika ta'atan lillahi wa rasulihi. Anasema Sheikh rahimahullah, haifai kwa yoyote an yad'u ila maqala, alinganie kwenye maneno, au ya'taqidaha, au kuyaitakidi maneno hayo, likauniha qawla ashabihi, kwa kuwa maneno hayo ni maneno ya wafuasi wake, wala yunajiz alaiha, wala kuyapitisha maneno hayo, bal li ajli annaha mimma amara Allahu bihi wa rasuluhu, bali inatakikana ayalinganie kwa ajili maneno hayo ni katika aliyoamrisha Allah na mtume wake, au aliyoyaelezea Allah na mtume wake, likauni dhalika ta'atan lillahi wa rasuli, kwa kuwa maneno hayo ni kumtii Allah na mtume wake. Kama ni maneno yako katika taa, katika mambo ambayo ameamrisha Allah na mtume wake, hapo mtu ana haki kuyalingania na kuyaitakidi. Lakini maneno ambayo yako kinyume cha hayo, ni maneno yanayoelezea taasub na upendeleo wa mtu fulani kwa sababu ameyasema au wafuasi wake, hiyo haitakuwa ni sawa kulingania maneno hayo au itikadi hiyo. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليل عليها. وهي utapata watu wengi wanawapenda watu wengine na kuwachukia wengine kwa ajili ya ahwa, matamanio ya nafsi yao, la yaarifuna maanaha, hawajui maana yake, wala dalila alaiha, wala hawana dalili kwa ahwa hizo, bal yuwaluna ala itlaqiha au yuadun min ghairi an takuna maqalatan naqlan sahihan ani nabii sallallahu alaihi wasallam wa salafil umma, bali wanawapenda watu ala itlaqiha, kwa kuachilia maneno hayo, au yuadun, au wanawachukia wengine, min ghairi an takuna manqula naqlan sahihan ani nabii sallallahu alaihi wasallam, bila kunukuliwa maneno hayo. Wanaowapenda watu na kuwachukia wengine, wanawachukia bila kuwa maneno hayo yamenukuliwa na nukuu zilizo sahihi kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam wa salafi hadhihi al-umma, min ghairi an yakunu hum yaqiluna maanaha, bila ya kuwa wanafahamu maana yake, wala yaarifuna lazimaha wa muktadhaha, wala hawajui lazim ya maneno hayo na muktadha na madhumuni yake. Yote haya Sheikhul Islam rahimahullah anatahadharisha mambo ya upendeleo na taasubi ya shakhs au taasubi ya shekhe bila kuwa na dalili yoyote min alqur'ani was sunnah. وقال رحمه الله: وليس لأحد منهم يعني المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. haijuzu kwa yoyote katika hao, yani almuallimin,
walimu kuchukua an yakhudha ala ahadin ahadan, kuchukua ahadi kwa yoyote, bimuwafaqatihi ala kulli ma yuridu, kwa kumwafik kwa kila analotaka, wa muwalati man yuwalihi, na kuwapenda anaowapenda yeye, wa muadati man yuadihi, na kuwachukia anaowachukia. Bal man faala dhalika minhum kana min jinsi Jinkiz Khan wa amthalihi, anayefanya hivyo anakuwa katika jinsi ya Jinkiz Khan wa amthalihi, na mifano yake. Alladhina yaj'aluna man wafaqahum sadiqan waliyan wa man khalafahum aduwan baghiya, hawa ambao wanawafanya wenye kuwawafik ni rafiki mpenzi na mwenye kuwakhalif ni adui dhalim. Bal alayhim wa ala atba'ihim ahdullahi an yuti'u Allah wa rasulahu wa yaf'alu ma amara Allah bihi wa rasuluhu wa yuharrimu ma harrama Allah wa rasuluhu wa yar'au huquqa Allah wa rasulihi. Bal ni juu yao, ni lazima kwao na kwa wafuasi wao, lazima ahadi ya Allah, wamtii Allah na mtume wake, wafanye aliyoyaamrisha Allah na mtume wake, wayuharrimu ma harrama Allah wa rasuluhu, wayaharamishe mambo ambayo Allah na mtume wake wameyaharamisha, wayarau huquqa Allah wa rasuli, na wazichunge na kuziangalia na kuzihifadhi haki za Allah na mtume wake. Jinkiz Khan ya maarufu, huo ni kiongozi wale maghuli wale walikuwa wakiua mamilioni ya watu kule sehemu za Iraq kule walivyoingia, kina Tatar wale. Qala wa bihadha yatabayyanu anna ahaqqa an-nasi bi an takuna hiya al-firqata an-najiya hum ahlul hadithi wa sunna. Kwa hiyo inabainika kwamba watu waliona haki zaidi kuwa ni katika kikundi hiki kitakachosalimika na adhabu ni watu wa hadithi na sunna. Alladhina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, ambao hawana wanayemfuata ambao wanampendelea na kumfanyia taasub isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadithi wa sunna ni wale ambao hawana mfuatwa ambaye wanamfanyia taasub na kumpendelea isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Si shekhe wala si mwalimu wanayempendelea anayekwenda kinyume na dhidi ya maneno ya Allah na mtume wake, isipokuwa wanataasab kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahum a'lamu an-nasi biaqwalihi wa ahwalihi. Ahlul hadithi wa sunna ndio watu wanaojua sana maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hali zake. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha, na ndio wakubwa sana wanaopambanua baina ya maneno ya mtume aliyo sahihi na maneno ya mtume aliyo dhaifu. Hadithi sahihi na dhaifu wanaozijua zaidi na kuzipambanua ni ahlul hadithi wa sunna. Wa a'immatuhum fuqaha fiha, na wale maimamu wao viongozi wao ni watu maulama wa fiqhi katika masala hayo ya hadithi. Wa ahlu ma'rifati bimaaniha, wa ahlu ma'rifati bimaaniha, na watu wanaojua maana ya hadithi hizo. Wa hum ahlu littiba'i laha tasdiqan wa amalan wa hubban wa muwalatan liman walaha wa muadatan liman adaha. Na hao ahlul hadithi wa sunna ni watu wa kufuata maneno ya mtume na hadithi zake, tasdiqan kwa kuyasaddiq, wa amalan na utekelezaji, wa hubban na kuyapenda maneno yake, wa muwalatan liman walaha na kuwapenda kwa maneno ya mtume, wa muadatan liman adaha na kuwachukia wanaochukia maneno ya mtume.
alladhina yarudduna almaqalat almujmala ila ma jaa min alkitabi walhikma, ambao wanayakataa maneno ya jumla ila ma jaa bihi min alkitabi wasunna, wayafanya katika yaliyokuja nayo mtume katika Qur'ani na hadithi. فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. hawayaweki mbele maneno yoyote na kuyajalia ni katika misingi ya dini yao na jumla ya maneno yao, yasipokuwa maneno hayo ni thabita, yalithubutu fima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika aliyoyaleta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. bali yaj'aluna ma bu'itha bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-kitabi wal-hikma al-asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu, bali wanajalia yale aliyotumiliziwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni Qur'ani na Sunna. Hayo wanajalia ndiyo msingi ambao wanauitakidi na kuutegemea katika dini. wama tanaza'a fihi an-nasu min masail as-sifat wal-qadar wal-wa'id wal-asma' والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله يعني إلى كتابه وإلى رسول الله يعني إلى سنته صلى الله عليه وسلم. mambo ambayo watu wamekhtalifiana, wama tanaza'a fihi an-nasu, na masala ambayo watu wamekhtalifiana, min masaili sifat, katika masala ya sifa za Allah, والقدر na masala ya qadar za Allah, walwaid na makamio, walasma na majina ya Allah, walamri bilma'rufi wannahyi 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza maovu, wa ghairi dhalik, na mengineyo yote ambayo watu wamekhtalifiana, yaruddunahu ila Allah, wanayarudisha kwa Allah, yani ila kitabi, wanarudisha kwenye kitabu cha Allah Qur'an, wa ila rasulillah, na wanarudisha kwa mtume wa Allah, yani ila sunnatihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo lote ambalo lina ikhtilafu linatakiwa lirejeshe kwa Allah, yani kitabu cha Allah na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndivyo alivyoamrisha Allah, alivyosema wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Lakini sasa utaona hawa mukhalifin, watu wa bid'a, hawataki jambo hili, yani sio msingi wao jambo watu wakikhtalifiana kulirejesha kwenye kitabu na sunna kama alivyoamrisha Allah. Wao hawazingatii hivyo kabisa. Wao wanaangalia kauli zao na hawa zao zinavyopeleka, na mashekhe wao walivyosema. Hakuna kurejesha kwenye kitabu na sunna, yani wanakwenda kinyume na maelekezo na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. fa in tanaza'tum fi shay'in au wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, kirejesheni kwa Allah wa rasul. Kurejesha kwa Allah ni kurejesha kwa kitabu chake. Kurejesha kwa mtume ni alipokuwa hai, watu walikuwa wakirudi kwa mtume, masahaba. Alipofariki wanarejesha kwenye hadithi zake. Lakini hawa mukhalifin hawana msingi huu. Lakini kama wangekuwa wanafuata msingi huu, kusingekuwa na tofauti hizi zilizoko sasa hivi. Qala wa yufassiruna al-alfadh al-mujmala التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. ونفسير matamshi ya jumla ambayo walipinga au waliختلفiana watu wa mfarakano na ikhtilaf kulingana na alivyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani na Sunna.
فما كان في معاني تلك الألفاظ المجملة التي تنازع فيها الناس موافقا للكتاب والسنة أثبتوه. jambo ambalo liko katika maana ya matamshi hayo ya jumla ambayo tanazaa fiha an-nas, watu wamekhtalifiana, jambo hilo likiwafiki Qur'ani na hadithi, athbatu, wanalithibitisha. wama kana mukhalifan lilkitabi was-sunna abtaluhu, na ambalo lina khalif Qur'ani na hadithi, abtaluhu, wanalibatilisha hawa ahlus sunna. فما كان في معاني تلك الألفاظ المجملة التي تنازع فيها الناس ما كان موافقا للكتاب والسنة أثبتوه ونلثبتيش، وما كان مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه ونلبتليش. ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. أهل السنة وفوات ظن na yale mambo ambayo nafsi inayapenda. wala yattabi'una adh-dhanna wama tahwa al-anfus fa inna ittiba'a adh-dhanni jahlun, kwani kufuata dhanna ni ujinga. wattiba'a hawa an-nafsi bighairi hudan min Allah dhulmun, na kufuata hawa za nafsi bila muongozo unaotoka kwa Allah ni dhulma. kufuata hawa za nafsi bila kufuata muongozo wa Allah ni dhulma. Kwa hiyo haya mambo yote mawili ni makosa, jahlun na dhulm. wajima'u sharri aljahlu wadhulmu, kinachokusanya shari hizi zote ni ujinga na dhulma. Qala ta'ala wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر السورة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال, sisi tulidhihirisha na tukaonesha hii amana kwa mbingu na ardhi na majabali. faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, hivyo vikakataa, viumbe hivyo vikubwa vikakataa kuibeba amana hiyo na vikaogopa kuibeba. wa hamalaha al-insan, mtu mwanadamu akaibeba amana hiyo. innahu kana dhaluman jahula, mwanadamu ni dhaluman, mwenye kudhulumu sana na ni mjinga sana. ila akhiri hadhi sura. قال وذكر التوبة في آخر السورة لعلمه عز وجل أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على من يشاء. kisha akataja tauba mwisho wa sura hii, suratul ahzab. Allah akataja tauba mwisho wa sura hii liilmihi azza wa jalla, kwa ujuzi wake kwamba la budda likulli insani, lazima kwa kila mtu, min an yakuna fihi jahlun wa dhulmun, lazima kila mtu ana ujinga na ana dhulma. thumma yatubu Allahu ala man yasha, kisha Allah anamsamehe anayemtaka. liyatuba Allahu ala almu'minina walmu'minat, ili atubie na kuwasamehe Allah waumini waislamu wanaume na wanawake, lakini na kuadhibu hao wa makafiri washirikina atawaadhibu, kwa sababu wao hawana tauba isipokuwa kurudi katika haki. قال فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما فيه. kwa hiyo muumini anaendelea kuwa daiman humbainikia haki, ma kana jahilan bihi, haki ambayo alikuwa haijui. wayarjiu an amalin kana dhaliman fihi, anawacha ile amali ambayo alikuwa akifanyia dhulma, akidhulumu katika amali hiyo. fala yazalu al-abdu al-mu'minu daiman yatabayyanu lahu min al-haqqi ma kana jahilan bihi,
la yazalu al-abdu al-mu'min, anaendelea, haachi kuendelea muumini, daiman humbainikia haki, ma kana jahilan bihi, ambao ilikuwa haijui, wayarjiu an amalin kana dhaliman fihi, halafu anawacha ile amali ambayo alikuwa ni mwenye kufanya dhulma kwa sababu hajui. Qala wa hiya at-taubatu allati dhakaraha Allahu rabbul alamin, hiyo ni tauba ambayo ameitaja Allah mola wa viumbe vyote, baada an dhakara anna al-insana hamala al-amana, baada ya kutaja Allah kwamba mtu aliibeba amana hiyo, innahu kana dhaluman jahula, alikuwa ni mwenye kudhulumu sana, ni mjinga sana, ilipombainikia haki akatubia. Hivi ndivyo inavyotakiwa Muislamu, akifanya kosa atubie, awache kosa lile, akifanya batil atubie, arejee katika haki, awache batili hiyo. Innahu kana dhaluman jahula. idhan fala budda likulli insanin min an yakuna fihi jahlun wa dhulmun thumma yatubu Allahu ala man yasha. Lazima kila mtu awe na jahal, awe na ujinga, kuna baadhi ya mambo hayajui, wa dhulmun, na dhulma, na ni katika dhulma maasiya. Maasiya ni katika dhulma, mtu anaidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasiya, halafu anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anamsamehe. Qala fala yazalu al-abdu al-mu'minu daiman yatabayyanu lahu min al-haqqi ma kana jahilan bihi. Kwa hiyo anaendelea mumin daiman humbainikia haki ambayo alikuwa haijui. Sasa ukishaijua ile haki, moja kwa moja unafuata haki, hubaki katika ile batil, hubaki katika batil, kwa sababu ushaijua haki, unatakiwa ufuate haki, uache ile batil ambayo ilikuwa ni makosa. wa huwa yanshudu alhaqqa was-sawaba wal-khair, na mu'min anakusudia haki na sawa na khairi. wa huwa raiduhu, na haki ndiyo raidi wake, kiongozi wake. yabhathu anhu wa yatatallabuhu, anaitafuta haki, mwanadamu mumin anaitafuta haki. wa aidan yarjiu an amalin kana dhaliman fihi, pia anawacha ile amal ambayo alikuwa anafanya dhulma katika amali hiyo. Mwanadamu kila alivyo ni dhaluman jahula, ndivyo alivyoumbiwa. Baada ya kubeba amana hii, alafu yeye ni dhaluman jahulan, mara nyingine hajui haki, haki imekuwa ghaibu kwake. Akishaijua anatakiwa moja kwa moja afuate haki, wala asirudi nyuma na awache batili yake, sababu bado yeye ni dhaluman jahula. وينبغي على العبد أن يكون متجردا كما أمر الله تعالى الذين كانوا يحادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن به جنة. inatakikana kwa mtu an yakuna mutajarridan, awe ni mwenye kutakata, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wale waliokuwa wanampinga mtume sallallahu alaihi wasallam, wayakuluna inna bihi jinna, na wanasema ana wazimu. wakanu yalmizuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakimbeza mtume sallallahu alaihi wasallam, kama dhakara Allah ta'ala fi kitabihi, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. fanasahahumullahu tabaraka wa ta'ala, Allah akawapa nasaha. wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi an yuballighahum tilka an-nasiha, Allah akamwamrisha mtume sallam awafikishe nasaha hiyo. qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinna. Mimi nakupeni waadhi, nakupeni mauidha kwa jambo moja, an taqumu lillah, msimame kwa Allah wawili wawili, mmoja mmoja, kisha mfikirie kwamba ma bisahibikum min jinna, huyu mwenzenu hana wazimu wowote.
فأمرهم الله تعالى ألا يفكروا تفكيرا جماعيا. الله akawaamrisha wasifikirie fikra ya pamoja, wa alla yatanawalu almas'alata ala ash-shuyu', na wasiyachukue masala haya kwa kuenea. Wa amarahumullahu jalla wa alla an yantahiya alwahidu minhum nahiya thumma yatafakkara mutajarridan. Akawaamrisha jalla wa ala an yantahiya alwahidu minhum nahiya, mmoja wao ajitenge na wengine, thumma yatafakkara, kisha afikirie mutajarridan, hali ya kujitakasa na wengine, afikirie peke yake, je, huyu Muhammad ana wazimu kweli? Qul innama a'idhukum an taqumu lillahi mutajarridina min alhawa, hali ya kujiepusha na kujitakasa na hawa mapenzi, furada, mmoja mmoja, kullun wahdahu, kila mmoja peke yake afikirie. Fa illam yakhiffa alaykum dhalika wa abaitum illa almusharaka, lisipokuwa jepesi kwenu hilo mkakataa isipokuwa kushirikiana, famathna mathna, basi ni wawili wawili, arrajulu ma'a arrajul, mtu pamoja na mwingine, thumma tatafakkaru, kisha mfikirie, ma bisahibikum min jinna, kwamba huyu mwenzenu hana wazimu wowote. Walau raja'tum ila tarikhihi wa tarikhikum la'alimtumul haqqa fi sha'nihi sallallahu alaihi wasallam wa sha'nikum, lau mngerejea kwenye historia yake na historia yenu mngejua haki katika sha'nihi, mambo yake mtume sallam na mambo yenu. Walakin li'annakum tufakkiruna tafkiran jamaiyan kama yufakkiru alqati'u, lakini nyinyi mnafikiria fikra za pamoja kama vikundi vile vya wanyama vinavyokwenda kwa pamoja na fikra zao za pamoja. Wa kullu minkum yasiru fi qati'in la yuhaddidu hadafahu wala ya'lamu gharadahu, kila mmoja katika nyinyi anakwenda katika kikundi cha wenzake, yani la yuhaddidu hadafahu, haweki na kufikiria lengo lake, wala ya'lamu gharadahu, wala hajui maksudio yake, wala yadri nihayata sa'ihi, hajui mwisho wa kuhangaika kwake, wala ghayata masirihi, wala mwisho wa mwendo wake. Wa hadha khatarun kabirun alaikum, hii ni hatari kubwa kwenu. Fikra za pamoja, hamkai kila mmoja peke yake au wawili wawili, mkafikiria vizuri hali na mambo ya mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man tafakkara kama amartuhu fala'alla man tafakkara ala hadha an-nahwi alladhi talabtuhu minkum an yu'ida al-amra ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama mwenye kufikiria kama nilivyomuamrisha, pengine atafikiria kwa mfano huu ambao talabtuhu minkum, nimeuomba na kuutaka kwenu, an yu'ida al-amra ila kitabillah, arejeshe jambo hili kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu lan yahya fi hadhihi alhayati marratayn, kwa sababu hata kuwa hai katika maisha haya duniani mara mbili. Alhayatu marratun wa fursatun wahida, uhai ni mara moja tu na ni nafasi moja tu ya uhai. Yu'tiha Allahu tabaraka wa ta'ala al-ahyaa min ibadihi, Allah anaitoa fursa hii moja tu kwa wale walio hai katika waja wake. Thumma yatawaffahumullahu ta'ala, kisha Allah atawafisha, wa yuhasibuhum ala ma sana'u fi hayatihim min khairin wa sharr, atawahisabu kwa yale walioyafanya katika uhai wao, iwe ni mambo ya kheri na shari, min qalilin wa kathirin, iwe ni machache na mengi, min i'tiqadin wa qawlin wa amal, katika itikadi na maneno na amal. Faidhan al-amru jiddun la hazla fihi, jambo lenyewe ni jid, ni jambo la kweli, halina mzaha. Wa khatirun, jambo la hatari, la tasahula fihi, hakuna wepesi. Wa innama huwa almustaqbalu alhaqu, jambo lenyewe ni mustakbal wa haki, aidha pepo au moto, ndio mustakbal wa haki.
wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun, nyumba ya akhira, pepo, ndiyo maisha ya kweli, ndiyo maisha ya milele, lau wangekuwa wanajua. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الحق بدليله, كوني juu ya mtu kujitahidi kuijua haki pamoja na dalili yake. Wayabhatha anhu, aitafuti haki, fi madhanihi, katika mahali ilipo, aitafuti haki fi madhanihi, mahali ilipo haki. Wala yataasaba, asifanye upendeleo wa watu, asifanye upendeleo wa lolote. Liannahu rubbama kana mutaassiban lilbatil, kwa sababu huenda akawa ana upendeleo wa batil, khasatan idha kana yataassabu lighairi qawli nabii sallallahu alaihi wasallam, hasa akipendea, akiwa na upendeleo wa isiyokuwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa na upendeleo wa batil. وهو إذا تعصب لأقوال الرجال وإذا تعصب للشيوخ فإنه لا يرى إلا ما يراه من تعصب له. asema mtu akiwa na upendeleo wa isiyokuwa na maneno ya mtume, idha ta'assaba li aqwali rijal, akiwa na upendeleo wa maneno ya watu, wa idha ta'assaba lishuyukh, akiwa na upendeleo wa mashekhe, huyu haoni isipokuwa anayoona huyo anayempendelea, huyo shekhi wake, huyo mtu wake anayempendelea. La yara wala yasma'u illa ma yarahu man ta'assaba lahu, huyu inakuwa haoni isipokuwa yale anayoyaona huyo anayempendelea. Hii ni kuelezea taasubu ilivyo mbaya. Taasub ni mbaya sana, upendeleo wa mtu, upendeleo wa shekhe ni mbaya sana. Usipoangalia upendeleo na taasubu, hiyo inakupeleka pabaya. Kwa moja katika mambo yanayozuia haki ni hii taasub. Hii taasub ni moja katika mambo ambayo yanamzuia mtu kufuata haki. Mtu kile akifikiria lakini yule bwana, hapana, yule bwana ni shekhe wangu, wale wengine wale wamekuja tu juu wale kuelezea hii haki, lakini yule mimi siwezi nikamwacha. Sasa hiyo ni upendeleo wa batil, ndio haitakiwi kwa Muislamu. Muislamu anatakiwa afuate haki popote ilipo, maadam ni haki ipo katika kitabu na sunna. Wajibu wako ni kufuata haki bila kufuata huyo shekhe wako au mtu wako yoyote ambaye unampendelea. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.